kidogo sana, just a drop in the ocean. Bwana asifiwe. Wewe imagine bahari unaambiwa umepewa tu sehemu, amemwaga tu ka drop hapo ndani. Hiyo ndio huwa ametupatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu imagine kama basi tunaendelea na kupokezwa zaidi na zaidi, what it will be like. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tufurahie Bwana, tutembee ndani yake, tukae ndani yake, tumfurahie huyo Mungu. Haleluya. For is a good God, a wonderful God, a loving, caring Father. Haleluya. Biblia imetuambia kwamba amesema kama wewe baba wa dunia hii unafanya watoto wako vyema, si yeye zaidi. Haleluya. Kwa hivyo yeye ataendelea na kutenda, ataendelea na kututendea, because he's a wonderful, faithful, loving, caring daddy. Bwana asifiwe. Ni daddy wa kawaida, wa ajabu, sio wa kawaida. Bwana asifiwe. Na uwezi mlinganisha na yule wa hapa duniani. Praise the name of the Lord. Meshanga yakiongea na sisi siku ya leo asubuhi, wakati ametuambia moyo wetu, yeye uangalia ndani ya mioyo. Bwana asifiwe. What is in our hearts? Hebu tuanzeni kuelewa siku ya leo. That is what it looks like. Bwana asifiwe. Ndani yako wakati umekuja mbele ya Mungu Baba, wakati unatenda chochote, wakati unatembea ndani ya ulimwengu, ukikiri wokovu wa Mungu Baba, wakati unasema yeye ni mwokozi wako. Bwana asifiwe. What is in your heart? Unanena kweli ama ni kuongea na kinywa? Unaenda mbele yake genuinely ama unaenda mbele yake tu kwa ajili watu waenda mbele yake? Unaongea na yeye kwa ajili tu watu waongea na yeye? Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wakati tuelewe wana wa Bwana ya kwamba yeye ametupenda so much so, na zaidi ya hiyo anakujua, anakuelewa. Bwana asifiwe. Zaidi hata ya vile wewe unajijua na zaidi ya vile unajielewa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati alikutana na wale watumishi wake wa zamani, wengine walijaribu kumwambia mimi ni mtoto tu. Hallelujah. Siwezi. Mwingine anamwambia mimi hata kuongea siwezi kuongea. So look, yeye alikuwa akijijua ni mtoto. Mwingine alikuwa akijijua mimi siwezi kuongea. Bwana asifiwe. But that God knew more than vile yeye ama yeye yule ambaye alikuwa akimtuma ama yule alikuwa akinena naye alikuwa anajua. Praise the name of the Lord. So he knows you more than you think. Hata vile zaidi ya wewe unajijua, yeye Mungu anakujua. Akamwambia Jeremiah, before I put you in your mother's womb, hata kabla nikuweke kwa tumbo ya mama yako, Jeremiah, nilikujua, nilikuita. Hallelujah. Bwana asifiwe. I called you as a prophet. Nilikuita kama nabii kwa mataifa. Imagine, hata kabla mami hajasikia kuna mtoto kwa tumbo, already kulikuwa na Jeremiah ambaye Mungu alikuwa shajua ya kwamba huyu ataenda na atakuwa nabii kwa mataifa. But huyo ambaye kabla amweke kwa tumbo ya mama yake alikuwa shamuita, yeye aliponena naye alimwambia mimi ni mtoto tu. How do you send me alive? Unaenda vipi? Bwana asifiwe. Hallelujah. So Mungu anakujua, Mungu anakuelewa, Mungu anakujua zaidi ya vile unajijua. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wana wa Bwana siku ya leo, wacheni tuende kwa Bwana tukielewa he knows the deep down secrets of our hearts. Anakujua moyo wako. Bwana asifiwe. So as we go today, hebu tukaingia tu kidogo katika Psalm 78 and see what the Lord will tell us today, because I know God will speak to you, he'll speak to me. Na wacheni tuenende siku ya leo, tutoke ndani ya hii nyumba tukiwa viumbe vipya, viumbe ambavyo vitaenenda vikimtukuza na kumwabudu Bwana kulingana na vile yeye Mungu anahitaji tuwe. Bwana asifiwe. Tuende katika Psalm 78, Zaburi 78. Kana Zaburi mirongo moja na inyanya. Nilisikia brother Peter akisema watu wengine wanasema hatusemi na Kikuyu ni ipi kitabu tunasoma. Zaburi 78. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let us see what the word of God will tell us today. Hallelujah. Tuanze tu hapo katika verse 34. So hatutaenda sana, it's a very long Zaburi. You can go and read Psalms. You can go and read maybe later on.
katika Zaburi 78 verse 34. Can you read for us from 34 verse? See what the word of God is telling us. Rĩrĩa amoraga rĩ, hĩndĩ ĩyo magacoka rĩrĩa amoraga rĩ, hĩndĩ ĩyo magacoka kũmũrĩrĩria magĩkĩhũndũka magacoka kũrongoria Mũrungu na kĩo, na makaririkana atĩ Ngai nĩwe ndũmba yao ya ihiga, magakĩririkana atĩ Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩwe mũmakũũri, no nĩ kũgathima mamũgathimagĩra kanua, nĩmĩ ciao nĩ kũmũhenia mamũhenagia nacio, nĩ gũtuĩka ngoro ciao itiakindĩirie harĩ we, na ha ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩake matiarĩ a kwĩhokeka. Nake rĩ, Bwana asifiwe. Hebu soma tu verse from 34 pole sasa vizuri. Rĩrĩa amoraga rĩ, hĩndĩ ĩyo magacoka kũmũrĩrĩra, rĩrĩa magĩa na thĩna magacoka kũmũrĩrĩria, magakĩhũndũka magacoka kũrongoria Mũrungu na kĩo. Kwagĩa thĩna, haleluya, makahũndũka hĩndĩ ĩyo magetha Mũrungu na kĩo. Tuendelee. Na makaririkana atĩ Ngai nĩwe ndũmba yao ya ihiga. Hĩndĩ ĩyo makaririkana nĩ ndũmba. Tuendelee. Magakĩririkana atĩ Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩwe mũmakũũri, no nĩ kũgathima mamũgathimagĩra kanua, nĩmĩ ciao nĩ kũmũhenia mamũhenagia nacio, nĩ gũtuĩka ngoro ciao itiakindĩirie harĩ we, na ha ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩake matiarĩ a kwĩhokeka. Nake rĩ, tondũ wa ũrĩa wa matha maingĩ, tũgũkinyĩte 37, reke twambe tukinye 37. Alipowaua, ndipo walipokuwa wakimtafuta. Alipowaua. When he slew them, they sought him, and they returned and inquired early after the Lord. Alipowaua, ndipo walipokuwa wakimtafuta. Wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii. Wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao, na Mungu aliye juu ni mkombozi wao. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Si hivyo ndivyo mwanadamu tulivyo siku ya leo. Si hivyo ndivyo mwanadamu walikuwa hata pale zamani. Si hivyo ndivyo mwanadamu amekuwa siku zote. Wakati ambapo kuna ugumu, wakati ambapo kuna uzito, wakati ambapo wamewawa, wamepata mazito, wamepata mabaya, wamepata magonjwa, wamepata mazito. Haleluya. Saa hiyo ndio mwanadamu ukumbuka, huyu Mungu ni mwamba, ni kimbilio, ni egemeo langu. When there is such a problem, Bwana asifiwe, when kuna uzito kama huo, saa hiyo ndio kukumbuka. Sio ndio kawaida yetu wanadamu? Hello. Si hivyo ndio sisi huwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Is this what life? Is it? Bwana asifiwe. Wakati ambapo kuzito, wakati ambapo kuna majonzi, wakati ambapo kuna magonjwa, wakati ambapo kuna shida, wakati ambapo adui amekuja, wakati ambapo magonjwa kama haya yamekuja, saa hiyo ndio watu kumbuka. Haleluya. Bwana asifiwe. And you know, kuna mahali tuliangalia neno juzi katuambia yeye ndio ukubalisha. Si tulisoma hapa? Bwana asifiwe. Ya kwamba he allows it. Na bado yeye ndio anaweza kanisha hayo yote. So akiondoka hivi la nao mambo yaende vile anaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. So Biblia imetuambia wakafanya nini? Wakakumbuka ya kuwa Mungu ni mwamba, na Mungu aliye juu ni mkombozi wao wakati huo. Haleluya. Praise the name of the Lord.
mwandishi hapo wa Zaburi alikuwa anakumbuka wana wa Israeli. And exactly what vile walibehave, that's exactly what binadamu wanabehave mpaka wa leo. Neno inaendelea na kusema nini? Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa ndimi zao. Exactly. Ndimi uongo, vinywa uongo. Hallelujah. May God help us. Because most of the time wakati ambapo tunaenda kwa Mungu, most of the time wakati ambapo tuko katika huu ulimwengu, ama wakati ambapo tunatembea katika hii journey ya maisha, sisi huchukua Mungu kama nani? Because sisi wengi wetu, na I think it's all of us, tumemchukulia Mungu rahisi sana. Hallelujah. Tumemchukulia rahisi, so much so that I kuhit ya kwamba wakati unaenda kwa Mungu na mambo yako unaenda kumwambia na kile unaenda kumuomba. Hallelujah. Haikuhit ya kwamba yeye anakuelewa na anaona. Aidha your line ama ni tumafuta unakuja kupaka. Hallelujah. Bwana asifiwe. You know, that's the way we are as human beings. That's the way we do it as human beings. Dakika ingine ninaweza kaa, niko starehe, nimekaa saizi, nimeongea na nyinyi vizuri kama sasa niseme for example me. Nimehubiri hapa vizuri, nimenena, nimeongea. Kidogo the next minute I'm something else. Unipate huko nje. Hata utaona haya, atiwa na pastor wenu. Oreku. Because ingine naweza kuwa nimefanya kitu ya aibu huko nje. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because this is man. We do not think of him. Tunamchukulia rahisi. Bwana asifiwe. Tunamchukulia kama mzaha. Tunachukulia ni kama kawaida, ni kama mtu mwenzetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa ndimi zao. Hallelujah. It's true. We go to God regardless. Kile nilifanya jana, kile nilifanya juzi, so what? Daenda kwake. Mungu mimi ananiachilia. Mimi Mungu. But huangalii kile anahitaji wewe uwe. Huangalii kile anahitaji wewe ukae. Huangalii kile anahitaji wewe uwe. Wewe unaangalia kile unataka kwake. Wewe unaangalia yale unahitaji kutoka kwake. Wewe unaangalia kile yeye ako supposed kukufanyia wewe. You think you are more right than he has a right of being called God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unaona ya kwamba wewe ndio una haki ama right ya kulindwa, kutendewa, kufanyiwa, then yeye anaye right ya kuitwa Mungu, kuheshimiwa na kuabudiwa na kuinuliwa. Hallelujah. Tunasahau he only requires you kukubalisha yeye aitwe Mungu ndani ya maisha yako, ili na yeye akajitukuzisha na akaringa na wewe. Mbali ya Israeli, he walked with them that way. Na kumbuka kuna kwengine alisema, I will harden, nitafanya roho ya Firauni iwe ngumu, ili mwishowe ni mimi niitwe Mungu. Si nyinyi mjulikane mko na Mungu, ni mwishowe yeye afanye nini? Aitwe Mungu. Bwana asifiwe. So God requires him to be called God through our lives. Hallelujah. Anataka kujitukuza na wewe na maisha yako. He's on his throne. Hallelujah. You know, Mungu kumaliza na kuondoa ni mara moja. He did that with the children of Israel. Kwengine ni Musa ilibidi akimbia, Aaron kimbia katikati ya kifo, na wale walio hai utoe sadaka pale katikati. Na saa hiyo wakianza kufa, already read the Bible carefully. Wakati hapo walipokuwa wanakufa, Musa bado alikuwa anaongea na Mungu. Mungu akimwambia nitawamaliza. They were still talking. Read carefully. They were still talking. Musa walipoendelea na kuongea na realize, haya, watu likukufa akaambia Aaron kimbia. Bwana asifiwe. Kaambia Aaron kimbia. Katikati ya wale ambao wamekufa, hapo toa sadaka na wale walio hai. So pale akaenda akatoa sadaka yao. Na pale wakaacha hiyo kifo ikastop. Bwana asifiwe. Hallelujah. So this God anataka aitwe Mungu, lakini lazima tumkubalishe aitwe Mungu. Tusijaribu kumpa lip service. Tumuheanga lip service. Hapa Baba na
nataka baba, nienda baba, niliomba Mungu misioni. Na who told you? That's the way to walk with God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa ndimi zao. Namba 27 inatuambia nini? 37 inasema nini? Kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake. It was they were not right. Wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Nani kuota goma? 37. Nĩgũtuĩka ngoro ciao itiakindĩirie harĩwe, na ha ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩake matiarĩ a kwĩhokeka. Matiakindĩirie harĩwe. You see, the problem is that tumeshindwa na kukaa pale. Hawakuwa waaminifu katika agano lake. Mioyo yao haikuwa thabiti kwake. In English, what is it saying? For their heart was not right with him. It was not the heart. Hapa ndani. Si vile mimi nakuona ama nakujua. You see, the problem is I want you to see me the way you want me. I want you to see. Bwana asifiwe. Mimi nikuone vile unataka, hapa unione vile mimi nataka unione. And we put our faces, we speak. Tunaongea, tunakaa kitu kako hapo. But it's got nothing to do with you, or it's got nothing to do with me. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni yeye anataka aone ndani ya moyo wako. Anahitaji kuona ndani yako, si vile mimi nakuona, si vile nakujua. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake. If their hearts were not right, their hearts were not right with him. Bwana asifiwe. Bwana anataka tuanze kuwa, mioyo yetu ianze kuwa right na yeye, tuwe dhibiti. Tudhibitike ndani yake. Akiangalia anafurahi. The moment tumefungua kinywa anashuka haraka. Bwana asifiwe. Nimewaambia I've experienced that. Ile hata hujaongea ama hujaomba, just to say a word, Jesus, unaona action. Jesus, gari inaondoka. Mtu ambaye alikuwa anaenda kugongwa na gari anatupwa nje. Mimi sikuelewa siku hiyo ni nani alimrusha kando. But mimi waambia ni hapa Ruaka. Tulikuwa tumetoka hapa kwa mama Kevin hapo tu tulikuwa na mama Kevin. Huwa natoka hapo kwake tunaenda Mwataniro kwa hali ya Kagorwe. Bwana asifiwe. Mimi hata nilikuona I just said Jesus. Huyo mtu mimi niliona amechukuliwa. I don't know who picked him because I didn't see. But nilijiona huyo mtu na ni mlevi. Gari ndio hii imeenda kumgonga. Alirushwa akaanguka pale kwa bridge hapo. Tukipita si tuliacha anaokota. Hiyo testimony tulitoa kwa fellowship siku hiyo. Tuliacha watu sasa wamekimbia kwenda kumuokota. Pale karibu tena ingie kwa river. Lakini ile gari haikuguza. Bwana asifiwe. Hakukuwa dakika ya kusema baba na the moment you're right with God, all you need to do, sauti ikisikikana, haraka Mungu anashuka. Because most of the time hata unatembea na presence ya Mungu, unatembea na malaika wake, so kile ambacho kimepatikana cha haraka kinaondolewa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sio sometimes hakuna dakika hiyo unatafuta ya kuombewa, kuinuliwa, sijui no. Hallelujah. Anataka mioyo ambayo imedhibitika ndani yake. Lakini akitazama anapata mara nyingi hakuna. Oh, hallelujah. How sad. How painful. Imagine wateule wake, wanawake ambaye amependa na akitazama hakuna. Bwana asifiwe. Kwa kuwa mioyo yao haikuwa thabiti kwake, wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. There is a covenant. Kuna agano ni kulikiri kanero na akayambia na ndo kuligana na kile kanero. Hallelujah. Kuligana na ule malikanire na adu wake obwo ni bwowe abia. Agano lake ndio usimama. Na ndio unaona as long as kuna agano, Bwana atashuka haraka sana.
Haleluya. Baba, si umesema. Simple. As long as umesimama ukiwa moyo wako uko dhabiti, umwambie Baba umesema katika neno, atashuka na kutimiza haraka. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Kuna agano, lakini moyo wako uko vipi? Kuna mahali pamoja katika, I think it is Acts. Let us go to that verse. Acts 8. Acts 8. Let's go to Acts 8. Acts 8. Shika tu kwanza, usitoke hapo kwa 78, shikilia tu. But let's go to Acts 8 verse 21. What is Acts 8 verse 21 telling us, if you're there, brother? Ndukire ho uhoro-ini ucio ona nduri na igai thiini waguo ni gukorwo ngoro yaku ndionagwo iri njega ni Ngai. Tondu ucio ri wirire waganu ucio waku uhoe Mwathani kana hihi wahota kuoherwo. Ndukire ho uhoro-ini ucio ona nduri na igai thiini waguo ni gukorwo ngoro yaku ndionagwo iri njega ni Ngai. Anasifiwe. Soma Waswahili, brother. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyoofu mbele za Mungu. Hauna fungu wala nini? Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyoofu mbele za Mungu. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Huyo alikuwa ni Simeoni, ambaye alikuwa mrogi. Filipo alipoenda kule, I think it's Samaria. Alipoenda kule Filipo akaombea watu, akawekelea watu, wakapona, viwete wakasimama, wakatembea. Kukawa naye ambaye alikuwa anatumia miungu kule, alikuwa akiitwa Simeoni. Alipoona yale maneno akaokoka, yeye akakubali na akaamini na akaokoka. Bas, Petro walipokuja na Yohana ili waache, walipoambiwa kuna watu ambao wameokoka, wakauliza wale watu wamepokea Roho Mtakatifu kama vile tunaona hapa tu Bwana akitenda. Wale watu wamepata Roho Mtakatifu? Kukawa hapana. Basi kukawa wale Peter, Yohana waje ili wawawekelee mikono wale watu, kwa sababu washaokoka na washabatizwa, lakini roho bado wawe wakupokea Roho. Simeoni ule mganga, ule mchawi, alipoona ya kwamba watu wamewekelewa mikono na kina Yohana na kina Petro na wakakuwa wakupokea Roho, na alikuwa yeye amekuwa na heshimiwa sana, alikuwa kufanya kazi yake kule na kazi ya maroho, akawapatia pesa. Shikeni, wacheni niwaunge, nani mnipatie hii? Haoni kama kuna njia nyingine, wacha tuwapatie pesa ili nami mnipatie hiki kipawa, ndio na mimi nikiwekelea watu mikono wanapokea Roho. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So huyu Simeoni ambaye alikuwa ni mganga wa huko, akawa anaambia kina Simon Petro, kina Peter na Yohana wachukue pesa ili yeye wampatie kipawa, naye pia awe akiwekelea watu mikono wanapokea Roho. So Peter katika roho akamkemea. Bwana asifiwe. Peter akamkemea yule Simon mganga ule, akamwambia, thou has neither part nor lot in this matter. Alimkemea. Bwana asifiwe. Haleluya. Because hata ukiangalia 2020 alianza na kumwambia nini? 20. No Petro akimwira atiri, pia ciaku irora we hamwe nacio. Ile gate? Irora. No we Petro akimwira atiri, pia ciaku irora we hamwe nacio. We na pia ciao ke mwarora he. Tondu ni wigereirie ati waheo kiheo kiria Ngai aheanaga ni undu wa No Petro akimwira atiri, pia ciaku irora we hamwe nacio, tondu ni wigereirie ati waheo kiheo kiria Ngai aheanaga ni undu ati waheo kiheo kiria Ngai aheanaga ni undu wa kuruta mbia. Bwana asifiwe. Haleluya. Because I'm sure
soko na kinyengerirwo moko na akiamukira roho. Now he wants to pay ndio apate na yeye kipawa. Sasa mkono wake pia wewe akiwekelea watu nini? Mkono wale wakipokea roho. No akirubia shaku irora au hapo na toto weshika kioo kila hapo kila ndio apesha. Haleluya. Na Kiswahili 20 inasema nini? Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe. Kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Bwana asifiwe. Kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa ajili ya mali. Bwana asifiwe. Hallelujah. You see, he was lost. Yeye akili yake iko mbali sana na mambo ya Mungu. Yeye yuko mbali sana na Mungu huyu. Na ndio unaona 21 anaambiwa nini? 21 ndiye anaelekeza na kuambiwa nini? Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Huna fungu wala hauna sehemu katika jambo hili. Bwana asifiwe. Tuli na kikuwa yeye watu tuli na ke. Tukire ho uhoro-ini ucio. Tukire ho uhoro-ini ucio. Tukire ho uhoro-ini ucio. Ona nduri na igai thiini waguo. Bwana asifiwe. Hakuna ndio uhoro-ini ucio na nduri na igai. Kwa mwanangu akigana ni hau. That day. Nigukorwo ngoro yaku ndionaguo iri njega ni Ngai. Ngoro yake nigukorwo ngoro yaku ndionaguo iri njega ni Ngai. Ngoro ndacokero ringi ngoro. Bwana asifiwe. Kiswahili inatuambia nini? Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele ya Mungu. Hauna. Soma tena kwa Kiswahili. Huna fungu wala huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Moyo si mnyofu mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wana wa Bwana, tusitupe fungu letu. Tusipoteze sehemu yetu. Because we lose it. Kwa mioyo yetu vile imekaa. Fungu tunapoteza, sehemu tunapoteza. Tazama huyu akili yake ilimwonyesha ni do. Na akilipa atapata hivi kibawa. Kwa hivyo yeye hakuwa na kumwelekezea Mungu. Hakuwa na kumwelekea Mungu. Yeye alidhania you acquire it by even pay you can acquire. And that's a mistake tunafanya hata siku ya leo. Tunaenenda kwa Mungu vile haifai. Tunatafuta Mungu vile haifai. Nataka hone, nibarikiwe, nilindwe, nifichwe. Sasa siendi tena kanisa. Mambo yangu nini? Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Na kile Bwana anataka tu the special relationship. Wewe na kanake keno. Le twale akai. Osai. Ate osai mwadhani wateru. Ena mageteri. Wapate na mwele waro. Noti mabina ni mabiru. Wapate. It's a journey. Slow by slow. Moyo wako ukiwacha Bwana apate nafasi ndani yake. Bwana asifiwe. Huyu ameamua hana fungo. Hana fungo pale mahali. Wala hakuna sehemu katika hili jambo. Amekuwa disqualified. Hata hapo chini kusoma aliambiwa Eli akakiri madhambi zake. Hana fungo. Haleluya. Bwana asifiwe. So tukirudi pale katika Psalm 78 mahali tulikuwa tumesimamia. Sababu tulikuwa tumesimamia katika namba 37. For their heart was not right with him, neither were they steadfast in the covenant. Kile kanilo ilekeu. Tumerudi pale Psalm 37. Bwana asifiwe. Katika hiyo covenant. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Katika ile covenant
inasema nini 37? Soma kwa Kiswahili. Kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake. Haikuwa thabiti kwake. Wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Hawakuwa waaminifu katika agano lake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wana wa Bwana kunaye kuwa waaminifu. Wacheni tuwe waaminifu katika agano lake. Hamna jambo lingine ana expect. You keep part of your bargain, I keep mine. That's what the Lord requires of us. Mwana ni agosho. Hallelujah. Kana atu matiriano gela kireko na kwa gotibo twari kanini. No na mugidio thoni. Hallelujah. Mugidio thoni na watu ekilio. Wanarudishiana si ndio? Na kile kiliambiwa, kuna wengine hata uzeeka ikisemekananga hawakutimiza na ilikuwa ifanywe. Si ndio? Haleluya. Na mnakuwa wakali. Na mwingine anasema na amezeeka na nishosho bado analia kwetu. Hawakufanya vile ukali sema bila kuliambiwa kutafanywa. So kile kadilo. Kwani simple mtu angalie. Wana wa Israeli walipoingia Yeriko, si walipata ule kahaba? Wakati ambapo kuta za Yeriko zilianguka kulifanya nini? Kabla waingie waliamua nini? Ule kahaba mlikula agano na yeye. Make sure yeye na nyumba yake vile mlimwagizia mmemuokoa. Si ndio waliambiwa? Msijaribu kuguza. Mliahidiana naye. Si Mungu aliwaambia hiyo ahadi wafanye. Mungu alikuwa pale. No. Lakini alisikia ile ahadi. Naye ahadi zake Mungu na sisi zile yeye mwenyewe ameahidi atafanya. Bwana asifiwe. Yeye ni mwaminifu kuweka ahadi yake. Lakini jukumu yako wewe, ahadi yako unaweka kirika ndogo ina wakunoiga. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio unaona watu wengi katika nchi ya kiroho tumeshindwa. Haleluya. Angalia vile tumeambiwa. Yesu anasema ule ambaye atakayeamini haya ndiye atakayemfuata. Bwana asifiwe. Naye ana expect kama basi haya yatakufuata. Na wewe pande yako vile ana expect wewe ukae kama Mkristo. Anataka akitazama anakupata umekaa hivyo. Bwana asifiwe. Hayo mengine yote unahitaji. Biblia uniambia ufanya nini? Itakufuata. Itakufuata. Haleluya. Itakufuata. Sasa hata watakuwa kizileta tu kwako. Si wewe utakuwa ukienda kuwaitisha. We have a tendency of running. Tunaruka Mungu. Tunakimbia. Lakini siku yake kama alikuambia I'll do it. Hujui mwaka na hujui dakika. Tukatalieni hapo. Kore tena kanage keno. Letwa leka inole gosa. Kuwa na wali agirina atia tamoshe. Wewe kwetu unaone mwele hapa tamoshe. Bwana asifiwe. Ukisikia kuna shida ina fulani, sifu. Hivyo tu ndiye anataka. Akiangalia moyo wako haya. Yule. Huyo ni wangu. Shukeni haraka. Hapa na shida gani? Haleluya. Biblia uniambia usikiza utakatifu wake na anakuja kutazama. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. That is the God I know I serve. 38 anasema nini? Na keri tondu wa uria ewa mathamaiki ni kuhumbira amahubagira waganu wao akarega kumanini eni ni kaiki eheririe marakara make akaga kwarahura maruru make mothe. Haleluya. Endelea. Akaririkana ati ono mwiri o uguo wa nyama no ruhuho uria ruhitukaga na ruticokerie ne kaiki ati mamung'athiirie mekuweru-ini magakimuiguithia kieha mekurumuri-ini no gucoka macokaga o kugeria Mulungu owe uria mutheru wa Isiraeli magakimuthirikia matiaririkanaga guoko gwake kana muthenya uria amakurire hari mumaitha. Soma kwa Kiswahili. Lakini yeye kwa kuwa anayo rehema, husamehe uovu wala haangamizi. Bwana asifiwe. Imagine maovu ambaye saa ingine si ufanye.
mwovu wala haangamizi. But he being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Yeah, many a time turned he his anger away and did not stir up all his wrath. Bwana asifiwe. Hallelujah. Umemaliza? Hebu maliza. Mara nyingi huipisha mbali ghadhabu yake. Imagine, huwa amekasirika anakuja ni kimoto. Narudi anakuangalia. Mara karama yake anapoza hiyo ghadhabu. Hasira, wengine tukishamalizika. Huwa amekuja anarudi anaona. Anasikia huruma. Anapoza hiyo hasira yake. Tuendelee, neno linasema nini? Mara nyingi huipisha mbali ghadhabu yake. Wala haiwashi hasira yake yote. Haiwashi hasira yake yote. Kwa hivyo hata wakati mwingine saa nyingine unaona hasira huwa ni yeye anaweka tu hasira yake yote. Kwa ajili ya nini? Anakumbuka huyu ni wangu. Nimempenda. Anawacha. Maybe unaona kwa uzito kidogo. Lakini kwa ajili amekupenda. Anakungoja tu umrudie. Na kusafisha haraka na kuchukua tena haraka. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu na huyu Mungu ambao tumemchukulia rahisi na mzaha na mchezo. Oh, praise the name of the Lord. Hawashi hasira yake yote. And not stir up his whole wrath. Number 39 he says what? For he remembered. What? Akakumbuka ya kuwa wao ni kiwiliwili. Anakumbuka. Akalilika na tulio nyama na wetu. Akaririkana ati ono mwiri oguo. Wakorora bakoigwira. Wanyama. No ruhuho uria ruhitukaga na ruticoke ringi. Akaririkana hano. Etiguo. Akakuigwira. Gweterera umucokerere. Anakuosha haraka. Tena anaanza kulinda na hallelujah. Bwana asifiwe. It's a God I serve. Ati huruma rehema zake ni mpya kila asubuhi. Bwana asifiwe. Hayuko kama wewe. Wana wa Bwana, hebu turudieni Bwana. Imagine anakuangalia anajua wewe ni kiwiliwili nyama. Roho, pepo ambayo inapita kama hii. Ati leo huko kesho hauko. Kwa hivyo akikuangalia baada ya hasira yake yote kumwagika kwako, anapoa kidogo. Anakungoja, my child. Anakuangalia, my child. Nakupenda. Nirudie. Njoo. Moyo wako nipe wote. Mwacha kunipa nusu ni kama mzaha. I can see inside. I know you. Hallelujah. Hata kabla ufungue kinywa anaelewa. Hata kabla mwambie nini, sio lazima tufungue kinywa usitoki mdanganya. Wacha kudanganya Bwana. Mwambie tu ukweli. Baba, nimekosa. Nimekosa mimi Baba, nirehemu, nihurumie. You know my weakness. Niondolee hii weakness Baba, nimeshindwa. Hutamwambia hivyo siku mbili na sikuondolee. But minute. Mwambie ukisema nukima mishoyo ramwera. Tika kumwera na idero. Tika kugeria kumuhakato uta. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tika kugeria kuhakato uta. Vile unakatianga huko, mnakatiananga huko Kodu mkati. Hallelujah. Wakati kukatiana ndio mnadanganyana na mkikatiana wanadamu. But God knows your heart. He sees it. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Akakumbuka kuwa wao ni kiwiliwili, upepo upitao kwa wala hurudi. So he knows. Akikuja kumaliza hoa, mara moja umeenda utarudi na mtiesho kanuo, mtiweke ni mkwara ni ya rege, kwa akakuhe time. Bwana asifiwe. Ni sad na sitasema ni nani, lakini kuna mwingine Sandra alikuwa ameona maono. Na akasema aliona ule amelia. It was a person. Alipass. Na alikuwa ameokoka lakini akarudi nyuma. Naye alipopass Sandra akaona akilia.
Na akakuja akamwona amecheka, akaja akilia. Na vile alipokuja pale akamwambia, sasa akakuja amesmile kidogo, akamwambia umedai wewe. Akarudi akasema, kama tu Mungu tu amenipatia 2 hours nirudi tu duniani nibadilishe mambo yangu. Imagine. Sasa akamwambia, sasa kurudi wewe uwezi, sasa unless tukuombee. I think she was trying to say, how does it go now? Sasa uwezi sisi hata tukiomba ama sijui kama tunaweza kukuombea rudi. But now it was even days after ashaenda na amezikwa. But hivyo ndiye aliona akisema tu God angenirudisha tu masaa mawili tu niweze tu kutengeneza mambo yangu, sababu haijui kule hapo sasa ni kugumu. Bwana asifiwe. Hallelujah. But that particular time ungemsemesha aje, anaona ni upuzi unamwambia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Naona wale mapastors wananisumbua hawa upili hawa ushinda wakinisumbua. But now imagine anasema ni kiwiliwili. Sasa ukifikiria hii jambo ni kweli, ni kiwiliwili na ni upepo upitao. Because ule upepo sasa ni ngumu sana urudi. Ili sasa atengeneze yale maneno yake ni ngumu. Hakuna nafasi sasa yeye kuja kutengeneza maisha yake. Hakuna nafasi yeye kuja kutengeneza ndio aende kwenda kwa Mungu na amani. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Yeye ni kuturudia na turudia because anajua akimaliza umeenda na umeenda for good. There is no coming back. Haleluya. Praise the name of the Lord. Tunaendelea na kuambia mimi tuendelee haraka kwa sababu najua masaa yangu yameisha. Akakumbuka ya kuwa wao ni kiwiliwili, upepo upitao wala haurudi. Walimuasi jangwani mara ngapi, na kumhuzunisha nyikani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakampa mpaka hawakukumbuka mkono wake wala siku ile alipowakomboa na mateso. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Acheni tukubali. Hii ni wazi. Whether we like it or not, ukweli wa Mungu ni ukweli. Tupende tusipende. Solution ni wewe uko nayo. Answer ni wewe uko nayo. Wewe mwenyewe ndio utampatia moyo wako fully. Tusiambiwe hatuna sehemu kama vile Simeoni aliambiwa. Bwana asifiwe. Akasema walimu tumeanzia wapi? Tumeanzia 40. Walimuasi jangwani mara ngapi na kuwamhuzunisha nyikani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu. Wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Hivyo ndio si ufanya. Sisi umwekea mpaka. And you know, there is no way anaweza kuja kwako ukiwa na shida ama kukua uzito. As long as wewe umemwekea mpaka. Yeye ni Mungu ambaye huweka agano lake vile linafaa kuwekwa. So kama hakuna nafasi wewe umempatia utafungua hata ingia cha nguvu. I keep on telling you, God sio rapist, ashiki cha nguvu. So hata kuja cha nguvu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So kama umekataza atakaa mbali. Wana wa Bwana tusimwekee Mungu mipaka. Tuele miaka ya tolekelete. Bwana asifiwe. Wewe haku nani ha? Bwana asifiwe. Wewe unachua ile mipaka ulikuwa umemwekea. Kutoka siku ya leo tuondoe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hawakukumbuka mkono wake wala siku ile walikombolewa na mateso. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because 41 inatuambia wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Not remembering. Some of us tumetolewa mbali na Mungu. Wengine tulikuwa na mambo magumu, wengine tulikuwa wagonjwa, wengine mapepo ilikuwa imetuandama. Si right, left and center. Si baba zetu, si watoto wetu, si nini, si waume wetu. God came and stopped it. After that tukadecide, sasa mimi niko sawa. Si mnaniona? Jamaa, niaje? Mimi niko poa. Halo? Sasa mnanisi? Hivyo ndio tunakuanga. Unatokeanga mstaa karibu uambie hivyo. Lakini unainua kichwa. Haleluya. Na wewe wakati umeinua hicho kichwa, naye God unaanza kuwekea mpaka. Haleluya. Kile wale mberaki mbele. Oh, haleluya. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
mipaka, mwachieni nafasi iliyo yake. Amesema amesimama akibisha, ule ambaye atakayefungua. Haleluya. Na wakati umemfungulia usimrushe nje tena, because hata kama mahali ambapo hapana utakatifu. We can't afford. Haleluya. Hatuwezi afford kukaa mbali na Mungu wakati huu. Let your heart be right with God. Anakuelewa, anaona ndani yako. Mimi hata ukinificha ufiche ule mwingine, God knows. Usimpatie lip service kwa mweratu na kanwa na gorimiti huo. Mwathani agocwo reke itumwire tumirite ora turamwira reke iturugame na akeneta baitha ati aramenya we nyamatu we rohuho. Haleluya. Kwa mwana amenya alikio toka na asira yake yothe okaga akadirika naiga no nyama na nekarugo na uokia ni ugo ati woso ndimoso wako ilero niko ndio wawendo agamucokereria. Haleluya. What a God we serve. Haleluya. Wacheni tukae hapo kwa Bwana. Wacheni tumpende, tubadilisheni nia zetu, turudieni Mungu yale tulio nayo siku ya leo, tuwekeni chini. Bwana asifiwe. Situweke chini. Situkubaliane. Wende aku eshoranye weikale teatea na mwanani mwananya moriso kayonewa mwananya waitero. Hallelujah. May God bless you all. May God bless you all. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.